isnadun, tukaona namna ambavyo isnad inafanya kazi, tukaielezea kwamba isnadi ina sehemu mbili au ina mambo mawili. Isnadul khabari, kwa asili ya mazungumzo anayozungumza mtu, yanakuja katika al-i'lamu bil khabar. Ukimwambia mtu mazungumzo, lengo lako akuelewe, unataka umuelekeze kitu, hiyo ndio asili ya maneno ya kwanza. Lakini pia asili ya maneno ni kumjulisha kwamba wewe unaelewa kile alichonacho. Ishara au an yush'ira, an tush'irahu bi annaka alimun bi amr, ni wewe kumjulisha kwamba una maarifa ya hicho alichokuwa nacho. Kwa hiyo ni ilmu, ndio isnadi ikawa na mambo hayo mawili. Sasa katika isnadi pana masala ambayo imebakia hapo kwenye isnadi na mengine yanayofuata insha Allah. Qala rahimahullah ta'ala, nasema in qasada al-mukhbiru nafs al-hukmi fasammi dha fa'idatan wa sammi in qasada al-i'lama bil ilmi bihi lazimaha wa lil maqam intabihi. Kuna maqamu hapa, kuna sehemu hapa nakwambia intabihi, wa lil maqam intabihi, na kwenye maqamu zifuatazo, sehemu zifuatazo, intabih, zinduka, na vitu vinafuata hapo, na wewe pia anakuashiria na kwambia zinduka katika hizi sehemu zifuatazo. Inibtidaiyan fala yuakkadu au talabiyan fahuwa fihi yuhmadu wa wajibun bihasabi al-inkari wa yahsunu at-tabdil bil aghyari. Vitu vingine vinaingia hapa anavyokuambia zinduka navyo. Maana ya hizi beti ni kwamba yoyote mwenye kuzungumza akiwa anazungumza mazungumzo yake ambayo yana isnadi ndani yake, inampasa azingatie sehemu hizi zifuatazo ili mazungumzo yake yaendane na hali halisi ilivyo, muktadha wa hali. Kwa sababu sio kila unavyozungumza mazungumzo yako yataendana sawa sawa, kutokana na wale unaowazungumzisha na tofautiana. Kwa hiyo pindi unapozungumza, zingatia hizi maqamu zifuatazo hapa. Maqamu al-awwal kasema inibtidaiyan fala yuakkadu. Ikiwa ibtidaiyan fala yuakkadu, basi hutakiwi kutumia vyenye kukaza.